Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilal Seiful Yamin ya kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. SMZ kutangaza ajira mpya kwa wauguzi ili kukabiliana na changamoto ya uhaba wa wataalamu katika sekta ya afya. TARURA wilaya Nyamagana wamesema mradi wa ujenzi wa daraja la Wamasai barabara ya Uhuru haujasimama. Na katika rubaa za kimataifa, Rais Museveni aapishwa kuiongoza Uganda katika muhula wake wa 7. Kapu la habari linaanzia huko Zanzibar. Katika kukabiliana na changamoto ya uhaba wa wauguzi na wataalamu katika sekta ya afya kuanzia ngazi ya chini hadi taifa, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imepanga kutoa kibali cha ajira mpya katika mwaka ujao wa fedha kwa sekta ya afya na kada nyingine mbalimbali. Ameyasema hayo Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kongamano la kwanza la kisayansi la wauguzi liloambatana na maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani. Dr. Mwinyi amesema serikali itaendelea kuimarisha sekta ya afya kupitia ujenzi wa hospitali mpya ya Mnazi Mmoja na hospitali ya saratani Binguni, sambamba na upatikanaji wa vifaa vya kisasa pamoja na kuendeleza mafunzo kwa watumishi wa afya. Hapa kwetu muuguzi mmoja huhudumia wagonjwa wengi zaidi ya kiwango cha kimataifa cha muuguzi mmoja kuhudumia wagonjwa 300. Katika kukabiliana na changamoto ya uhaba wa wauguzi kuanzia ngazi ya chini hadi taifa, serikali itatoa kibali cha ajira mpya katika mwaka ujao wa fedha ili kupunguza uhaba wa wauguzi na kada nyingine katika sekta ya afya. Wakati hili likifanyiwa kazi, na wataka wauguzi, licha ya uhaba wa wafanyakazi uliopo sasa, kuendelea kuwa na ustahimilivu na kutokata tamaa katika utekelezaji wa kazi zenu. Endeleeni kufanya kazi kwa moyo na weledi kwa kuzingatia misingi ya kada hii muhimu katika sekta ya afya. Rais Dr. Mwinyi amepongeza mafanikio yaliyopatikana kitaaluma katika miaka 62 ya mapinduzi, akieleza mchango wa wauguzi unazidi kuwa na thamani zaidi kutokana na mabadiliko ya teknolojia na changamoto mpya za kiafya. Tunapoadhimisha siku ya wauguzi duniani, nichukue nafasi hii kuwapongeza wauguzi wote wanaofanya kazi kwa uadilifu. Nimeelezwa hapa leo tutawatunuku vyeti vya heshima wauguzi 15 kutoka katika hospitali mbalimbali Unguja na Pemba. Naomba mfano wao uigwe na watumishi wengine katika kuwahudumia vyema wagonjwa wetu. Kongamano hilo la kisayansi ni fursa na jukwaa muhimu la kujifunza mbinu mpya za kitaalamu na kuimarisha tafiti zitakazochangia huduma bora za afya. Katika kuanzishwa kwa kongamano kama hili pamoja na makongamano mengine, specifically hili la kisayansi, tunafungua kurasa mpya ambapo wauguzi wetu wataweza kufanya tafiti, wataweza kushirikishana katika maarifa, lakini vile vile wataweza kuwasilisha bunifu zao na kutoa suluhisho zinazotokana na mazingira yetu halisi ya Zanzibar, kwa sababu wao muda mrefu sana ndio wanakaa na wale wagonjwa. Matokeo yanayotarajiwa katika kongamano hili ni pamoja na kuongezeka kwa uelewa kuhusu mchango wa wauguzi katika maendeleo ya afya, kuibuka kwa mapendekezo ya kuboresha mazingira ya kazi na ustawi wa wauguzi,
kuimarika kwa ushirikiano kati ya serikali na wadau wa sekta ya afya, kuhamasika kwa jamii na vijana kuthamini taaluma ya uuguzi, kuibua hamasa kwa uuguzi kufanya tafiti mbalimbali ili kuisaidia serikali yetu kutatua changamoto za kiafya zinazotukabili, pamoja na kuimarika kwa sera na mikakati ya kuwezesha uuguzi Zanzibar. Tukirejea jijini Mwanza, wananchi jijini Mwanza wamelalamikia kasi ndogo ya ujenzi wa daraja la Uhuru maarufu kama daraja la kwa Wamasai linalounganisha kata mbili za Nyamagana na Mirongo, wakihofia mkandarasi wa mradi huo kuwa katika hatihati ya kutokamilisha kazi hiyo ifikapo Agosti mwaka huu. Hii hapa ni taarifa zaidi na Nuhu Stima. Baadhi ya wakazi hao ni wafanyabiashara waliopanga maeneo hayo, ambao wameeleza kupitia hali ngumu ya kibiashara kwa sasa kutokana na kushindwa kufikiwa na wateja. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali ituangalie na sisi hata wafanyabiashara tuliopanga maeneo haya, ili tuweze na sisi angalau kukizi mahitaji yetu, kwa sababu usipopata mteja kwenye biashara yako huwezi ukapata kitu chochote kuilisha familia. Kwa hiyo maisha yanazidi kuwa magumu. Nachokiomba serikali, hao wakandarasi mwaiteni, mkae nao ili tupate mwafaka, tutengenezewe daraja letu ili tuweze kupita kwa furaha, tuweze kufanya vitu vyetu, tuweze kufanya biashara. Mbali na wafanyabiashara, nao watumiaji wa vyombo vya moto ikiwemo maafisa usafirishaji maarufu bodaboda wameeleza kero na adha zinazowakumba, wakiomba serikali kumsimamia kwa karibu mkandarasi wa kampuni ya Jonta Investment ya Shinyanga ili akamilishe mradi huo kwa wakati. Hamna anayekatiza hapa kwenda. Inabidi mtu uzunguke, kama hutopita Nyerere Road, ina maana utabenda upite Rufiji ya chini. Na ukifika kule bado na penyewe kuna jamu, barabara ni moja. Tunachokihitaji waje watutatulie matatizo tulionayo, sio waende kurumbana. Tunahitaji matatizo ya wananchi, ndio tunachokihitaji katika kero zetu za mji wetu huu. Meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Nyamagana, mhandisi Dastan Kishaka, akizungumzia ujenzi wa daraja hilo unaotaraji kukamilika ifikapo mwezi Agosti mwaka huu 2026, amewatoa wasiwasi wananchi juu ya taarifa za mkandarasi kutekeleza mradi huo. Daraja la Uhuru tulivyoanza, mvua zikanyesha kupita kiasi, lakini tulikuwa tumefanikiwa kujenga abutment ya kwanza, ya pili ikatusumbua. Mvua zilivyozidi tukaona kwanza tusubiri, kwa hiyo tukaelekeza nguvu barabara ya Kishirifu Magira ambako mkandarasi alikuwa kule, na leo sasa tumekuja hapa Mlango Mmoja kuondoa changamoto ambazo wananchi wa jiji la Mwanza wanazipata mara kwa mara. Tukimaliza sasa hapa tutarudi pale kwenye daraja la Uhuru. Jambo la msingi niondoe ile taharuki ambayo imetokea kwa wananchi kwamba mkandarasi amekimbia site. Mradi huu ni mmoja, nimesema una component 3. Kwa hiyo mkandarasi hajawahi kuondoka site, yuko site, alikuwa Kishirifu Magira. Baada ya pale hali ya hewa kuwa haituruhusu kuendelea na kazi. Ujenzi wa mradi huo wenye vipengele vitatu ukiwemo ujenzi wa daraja la Uhuru, urekebishaji wa mitaro eneo la Mlango Mmoja, pamoja na ujenzi wa barabara ya Kishiri kwenda Fumagila yenye urefu wa kilomita 1.5 kwa kiwango cha changarawe, pamoja na ujenzi wa madaraja mawili ya mawe ya mitaro ya maji, kwa ujumla wake ikigharimu shilingi bilioni 1.49. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeanza msako mkali kuwatafuta watuhumiwa waliofanya matukio ya mauaji kwa watu wawili waliodhaniwa kwa matukio ya uwizi wa vifaa vya mashine ya nafaka katika kitongoji cha Misambu, kata Mwaimanga, wilayani Magu. Zuberi Mgaya anatuarifu zaidi. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo wakati akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa jeshi la polisi DCP Willibrod Mutafungwa, amesema watu hao wawili waliouawa bado majina yao hajatambulika. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tumeanza msako mkali wa kuwatafuta watuhumiwa waliojichukulia sheria mikononi kwa kuwaua watu wawili. Watu hao wawili waliouawa ni wa jinsia ya kiume ambao umri wao unakadiriwa kuwa ni kati ya miaka 35 mpaka miaka 40. Majina yao na makazi yao bado hayajafahamika,
na wameuawa wakituhumiwa kwa tuhuma za wizi. Akielezea siku na muda lilipotokea tukio hilo, DCP Mutafungwa amesema watuhumiwa wametekeleza mauaji hayo kwa kutumia silaha za jadi na kuwachoma moto watu hao wawili waliotuhumiwa kwa wizi wa moto ya mashine ya kusagia nafaka. Siku ya tarehe 11 ilikuwa ni majira ya saa 8 za usiku huko katika kitongoji cha Misambo, kata ya Mwaimanga, tarafa ya Kahangara, wilaya ya Magu. Watu wawili wa jinsia ya kiume waliuawa kwa kushambuliwa kwa silaha za jadi na kundi la wahalifu waliojichukulia sheria mikononi, kisha kuichoma miili yao kwa moto pamoja na pikipiki walizokuwa wakitumia watu hao, ambazo namba za pikipiki hizo za usajili zimeweza kufahamika. Aidha, DCP Mutafungwa amesema uchunguzi wa haraka unaendelea ili kubaini wote waliotekeleza tukio hilo la mauaji na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Wananchi hao baada ya kufanya tukio hilo la kujichukulia sheria mkononi na kuwaua watuhumiwa hao wa kosa la wizi, waliwaacha hapo na kukimbia kusikojulikana. Hadi tunapoongea, askari wetu wa upelelezi na askari wa vikosi vingine wapo katika eneo hilo la tukio kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watuhumiwa waliofanya tukio hilo la kukatiza maisha ya wenzao kinyume na sheria wanasakwa na wanachukuliwa hatua za kisheria. Tukiangazia habari nyingine, Baraza Kuu la Wanawake wa Kiislamu Tanzania Manispaa ya Iringa limewakutanisha pamoja wazazi, mashekhe na wataalamu kutoka idara mbalimbali za serikali ili kujadili pamoja hatua na njia mbalimbali za kuchukua kukabiliana na mmomonyoko wa maadili katika jamii. Ramadhani Yahya ana taarifa zaidi. Katika kongamano hilo, washiriki walijadili kwa kina nani anapaswa kulaumiwa katika kuongezeka kwa mmomonyoko wa maadili, ambapo baadhi walieleza kuwa wazazi wamekuwa chanzo kikubwa kutokana na kutotenga muda wa kutosha kwa malezi watoto wao, huku wengine wakiangazia serikali. Wachangiaji wakubwa wa mmomonyoko wa maadili ni wazazi. Kwa mfano, mashuleni wazazi hawana ushirikiano kabisa na walimu. Unakuta mtoto amekuja shuleni ana changamoto 1, 2, 3, unampigia simu mzazi haji shuleni kusikiliza nini changamoto ya mtoto wake. Lakini huyo mzazi itakapofikia wakati mwalimu kamchapa mwanafunzi kaumia, mzazi atakuja na ndala mkononi, hijabu mkononi na kibwebwe kajifunga. Mmomonyoko wa maadili wa kulaumiwa naweza kusema ni wote, lakini wazazi tumekuwa kwenye tunashika 100%. Kwa sababu gani? Chanzo kikubwa ni matunzo. Ukiangalia sisi pale ofisini ustawi tunapokea matunzo kwa wazazi labda walioachana, labda ndoa za nje, hivyo wanakuja kutoa matunzo. Matunzo yanapokuwa yanakosekana kwa hao watoto, kunapelekea watoto kuwa watoto wa mtaani. Ndoa za jinsia moja. Leo hii kuna vijana wengi pamoja na mabinti wanajikita katika masuala mazima ya mmomonyoko wa maadili. Chukulia, je, serikali imeanzisha sheria gani ambayo ni kali ambayo imehakikisha kabisa kwamba inaondoa hili? Akizungumza wakati wa kongamano hilo, katibu mkuu wa taasisi ya Nurain Sheikh Shamselmi amesema hali ya maadili katika jamii ni mbaya na kuwarai wazazi kuwa makini na baadhi ya viashiria vinavyochochea uchafu wa mapenzi ya jinsia moja. Hali si kama ambavyo labda baadhi yetu tunadhania, ni hali ya hatari kupita kiasi, hasa masala yaliyogusiwa yanayohusiana na masala ya ushoga. Ushoga ni saratani ambayo inaingia kimya taratibu, ikiwa ina msukumo mkubwa wa taasisi zenye nguvu na nchi zenye fedha na kuziingiza katika jamii yetu kwa ujumla. Tunashukuru sana serikali yetu imesimama kidete kabisa kupambana na hili jambo, na sisi kama jamii kuna umuhimu mkubwa tukasimama vile vile katika malezi ya kuhakikisha kwamba ugonjwa huu mbaya na hatari hauingii katika nchi yetu. Nasema hivyo kwa sababu ziko juhudi za makusudi ambazo zinafanyika za kuingiza ushoga kupitia katika vitabu, kupitia katika katuni za watoto, kupitia katika NGO ambazo zimesajiliwa, kupitia kwa watu wanaojiita wanaharakati, kuweza kushawishi na kupenyeza fikra za ushoga na hatimaye kutetea hata haki za mashoga
kuwa wana haki kama ya kufanya ushoga wao katika nchi bila kubugudhiwa na mtu yeyote. Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Iringa, afisa maendeleo ya jamii mkoa Bi Saida Mgeni amesema wazazi ndio wanapaswa kulaumiwa katika swala zima la malezi, huku akipinga wale wanaoilaumu serikali. Kwa familia inaanza na mtu binafsi kwanza, kama ambavyo ametuelekeza kwenye kutafuta mchumba, ndo tunaanzia na mtu mmoja. Ukishakosea pale tayari umeshakosea kwenda kuijenga familia. Jambo la pili, nani alaumiwe? Ni jamii nzima. Dunia kama ambavyo tunajua sasa hizi dunia ni kama kijiji. Kwa atakuwa na ile tabia ya ndani, lakini akitoka nje anajifunza na kuiga pamoja na kuishi, kwa sababu anashinda na wenzie wenye tabia tofauti, hata kama wewe unamlea vizuri. Qur'ani yenyewe itamhukumu. Ina kila kitu mle ndani, haijaacha kitu. Kwa hiyo tukiwapeleka watoto zetu wakaisoma vizuri Qur'ani, wakaijua vizuri Qur'ani, basi maisha ni mepesi. Wala hatutopata nao tabu, hata kwenye ukubwa wao hatutopata nao tabu. Watanyoka namna hii. Ramadhani Yahya, Mahasin TV, Iringa. Wakati ambao serikali ikizindua rasmi msimu wa ununuzi wa zao la pamba 2026-2027, wakulima wa zao hilo katika kata wa Mashimba wilayani Igunga mkoani Tabora wameiomba serikali kuchukua hatua ili kuongeza bei ya zao hilo. Saidi Kapalila ana undani wa taarifa hiyo. Serikali imezindua msimu mpya wa ununuzi wa zao la pamba kitaifa uliofanyika katika kata ya Mwamashimba tarafa ya Igurubi wilayani Igunga mkoani Tabora. Baada ya uzinduzi huo, wakulima wa zao la pamba mbali na kuishukuru serikali kwa pembejeo zilizowawezesha kupata mavuno mengi, wameiomba bodi ya pamba kuweka mazingira ya ushindani kwa wanunuzi, jambo ambalo wanaamini linaweza kupandisha bei ya zao hilo. Naomba serikali kwanza ituboreshe bei ya pamba. Bei ya pamba iko chini mno. Wakulima tunahangaika mno, tunahangaika kupulizia, tunatumia madawa mengi, palizi tunatumia hela nyingi sana. Kwa hiyo serikali tuangalia kwa jicho la tatu, angalau tuboreshe bei ya pamba. Watuongezee bei iko chini sana ya pamba. Tunaumia sana sisi walimaji, tunahangaika kupulizia, kununua dawa, lakini zao la pamba kupanda bei halipandi. Wangeweza kutuletea wakulima wanunuzi wengi, kwa sababu mnunuzi mmoja inatuletea changamoto katika upandaji wa bei. Kwa tungekuwa tuna wanunuzi wengi zaidi ya 2, 3, 4, kungekuwa kuna ushindani katika zao letu la pamba. Akizungumza katika uzinduzi huo, kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya pamba nchini Renatus Runeja amewatoa hofu wakulima juu ya ununuzi wa zao hilo, huku mkuu wa mkoa wa Simiyu na Mlingi Macha akisema kuwa serikali haitowavumilia watakaokiuka utaratibu. Ikitokea mnunuzi kwenye kituo chake ameishiwa hela siku ya 7, tutaruhusu mtu mwingine aende kununua pale. Lakini kwa sasa waliotusaidia kuzalisha hichi tulichozalisha tuwape kila namna ya ushirikiano waweze kununua pamba yetu kwa haki, kwa uhalali. Walio tayari kununua watanunua. Na nasema hili kwa sababu ni muombe radhi sana yule kiongozi wa wanunuzi. Kweli kuna wanunuzi wengine wanaweza wakakaa hata wiki 1, 2, 3 haende hata kununua, kwa sababu wanajua pale hakuna mtu atakayeenda kuuza mahali pengine. Mimi nafikiri hili hatualikubali. Tunataka kama tulivyoshirikiana wote, na mkulima angepata zile fedha zake kabla lile jasho lake la kuzalisha halijakauka. Msimu wa ununuzi wa zao la pamba msimu huu umeongozwa na mkuu wa wilaya ya Igunga Bi Sauda Mtondo kwa niaba ya mkuu wa mkoa huu, akisema kuwa serikali itaendelea kutatua changamoto zinazoikabili zao hilo. Serikali imewezesha upatikanaji wa pembejeo ikiwemo trekta 780. Hata hivyo, tunatambua kuwa bado kuna changamoto zilizojitokeza. Serikali inaendelea kuzifanyia kazi changamoto hizo ili kuboresha zaidi mfumo huu katika misimu inayokuja. Baada ya maelezo haya ya kina, napenda kutumia fursa hii kutamka rasmi kuwa msimu wa ununuzi wa pamba 2026-2027 umefunguliwa rasmi na bei elekezi ya pamba itakuwa shilingi 1240. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Kukamilika kwa maboresho ya uwanja wa ndege wa Musoma mkoani Mara unatajwa kuwa hatua muhimu itakayochochea ukuaji wa sekta ya utalii
biashara na uchumi kwa ujumla katika ukanda wa Ziwa Victoria na mikoa jirani. Nuhu Stima ana taarifa kamili. Hayo yamezungumzwa na kaimu meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS, mhandisi Musa Kaswahili, wakati akieleza maendeleo ya ujenzi wa mradi huo, akisema kukamilika kwa maboresho hayo itasaidia kuwapokea watalii wengi mkoani humo. Uwanja wa ndege wa Msoma ni kiungo muhimu sana katika eneo la utalii, kwamba watalii wapo wanaotoka Kenya, kutoka Nairobi, wanalazimika kutua hapa kwenye uwanja wa Msoma na kuchukua usafiri mwingine wa vyombo vya magari kwenda mbugani. Na pia wakitaka kurejea wanarejea vile vile, lazima wafike kwenye kiwanja cha ndege cha Msoma ili waweze kurejea makwao. Na wasafiri wengine ambao wanasafiri katika nchi hii kutoka mikoa mingine, hakuna ulazima tena wa kwamba waende Mwanza ndio wakute kiwanja ambapo wangeweza kwenda. Inakuwa wakati mwingine ni mbali zaidi kutokana na jiografia na maeneo wanayotoka. Akieleza matarajio ya kukamilika kwa maboresho ya uwanja huo, mhandisi Kaswahili amesema mpaka sasa ukarabati huo umefikia 67% ya ujenzi wake. Mradi huu unatarajiwa kukamilika tarehe 7 ya mwezi Juni mwaka huu 2026, na mpaka sasa mradi huu umekamilika kwa 67%. Na katika eneo la kazi, vitu ambavyo vinaweza kuonekana moja kwa moja vimekamilika ni kwamba barabara ya kurukia na kutua ndege imekamilika kwa 100%, na tayari tumeshaiwekea alama kwa maana ya michoro, tunaita road marking. Lakini pia maegesho ya ndege pia nayo yamekamilika. Katika hatua nyingine, mhandisi Kaswahili amesema mbali na mkandarasi aliyetekeleza maboresho ya uwanja huo ni kampuni kutoka nchini China, lakini baadhi ya wananchi wengi mkoani humo wamenufaika kupata vibarua vilivyowasaidia kuwaingizia kipato. Mkandarasi wa mradi huu ni Beijing Construction Engineering Group. Ni kampuni ya Kichina, lakini imetumia vibarua wengi ambao ni asili ya maeneo haya. Kwa hiyo wameweza kunufaika kiuchumi wananchi mmoja mmoja, lakini pia wapo wataalamu ambao wametumika ambao ni wazawa, wameweza kusimamia huo mradi, kuacha na wananchi wa kawaida ambao wamefanya kazi kama vibarua wa kawaida, lakini wapo pia wataalamu ambao wameshiriki kwenye mradi huu. Huko kisiwani Pemba, katika kutatua na kupunguza migogoro ya ardhi, masheha kisiwani Pemba wameishauri Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Kamisheni ya Ardhi kutoa hati miliki kwa kila mwananchi anayemiliki ardhi Unguja na Pemba. Taarifa yake Juma Seif inasimuliwa studio. Wakizungumza nje ya kikao kilichoketi ili kukusanya maoni ya masheha kisiwani Pemba juu ya utengenezaji wa sheria mpya ya hati miliki ya ardhi, wametaja utoaji wa hati miliki kwa kila anayemiliki nyumba, shamba au kiwanja kuwa ndio mwarobaini wa changamoto zilizopo. Yatakapotolewa hati miliki, adui hatoingia ndani ya shamba ya mtu tena na mgogoro utakuwa umemaliza. Na huku ukizingatia Unguja na Pemba kuna mashamba mengi ya serikali ambao kuwa yanavamiwa na wananchi, zinakuwa zinachukuliwa, matokeo yake yanakuwa mzozo mwingi. Ila na kamisheni iterenge chini kwa wananchi, kwa sababu wananchi ndio ambao wanaibua migogoro mingi. Tutazidi kuwa pamoja na kamisheni ili kuyafanya haya mafunzo tuliyopata iwe ni kama chachu na kupunguza sana masuala ya migogoro ya ardhi. Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa kikao hicho, afisa mdhamini Wizara ya Ardhi ya Maendeleo ya Makazi Bakari Ali Bakari amewataka masheha kushirikiana na serikali kuhakikisha wananchi na wawekezaji wanafuata taratibu na miongozo ya kisheria. Wakati wa kutekeleza sheria hii, nyinyi ndio ambao tunakaa na wananchi pamoja ili tuweze kuwaelekeza wananchi, lakini pia na nyinyi kama masheha muweze kuijua sheria hii wakati wananchi na wawekezaji watakapokuja katika mitaa sheria zetu kutaka kuwekeza, basi ujue kuna sheria hii ambayo itamlinda mwananchi pamoja na mwekezaji. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba makazi pamoja na miradi ya maendeleo iliyopo inalindwa na sheria za nchi. Sasa niombe sana waheshimiwa masheha tuweze kushirikiana na serikali kuhakikisha sheria hizi mwisho wa siku tutakapoanza kufanya kazi tuweze kuzishikilia
kuhakikisha kwamba wananchi na wawekezaji wote wanafuata sheria. Akitoa ushauri wake kwa masheha hao, mwanasheria na wakili mwandamizi Ali Hassan amewataka masheha hao kuwashauri vizuri wananchi juu ya matumizi bora ya ardhi zao. Ndio kakuta wageni wote hao wamekodishwa ardhi, na hata sisi wengine tumekodishwa ardhi, lakini tulionayo ni haki ya kutumia, na haki ile ni ya kudumu maishani mwetu yote. Kwa hiyo ni shauri kwamba ninyi ndio watu mlio karibu na wananchi wanaouza ardhi, msiwe mnawashauri au kuwakubalia kuuza ardhi. Washaurini kukodisha ardhi, ambayo sheria kwa mujibu wa kifungu cha 50 cha sheria ya umilikaji ardhi inaruhusu mtu wa kawaida kuikodisha ardhi yake kwa miaka 49, halafu atakuja kunufaika. Kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Pemba, ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na tutatarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameapishwa rasmi kuiongoza tena nchi ya Uganda kufuatia uchaguzi uliofanyika mwezi Januari mwaka huu 2026. Hafla ya uapisho wa Rais Museveni imefanyika katika viwanja vya Kololo, Kampala nchini humo na kuhudhuriwa na viongozi kutoka mataifa mbalimbali akiwemo Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tume ya uchaguzi nchini Uganda ilimtangaza Rais Yoweri Kaguta Museveni kama mshindi wa uchaguzi uliofanyika Alhamisi ya Januari 15, 2026 akiwa na jumla ya kura milioni 7,946,772 ambayo ni 71.65% ya kura zote zilizopigwa. Mpinzani wake wa karibu Robert Sentamu Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine alikuwa wa pili akiwa na jumla ya kura milioni 2,741,238 au 24.72%. Kwa mujibu wa tume hiyo, kura milioni 12,366,201 zilipigwa katika uchaguzi huo wa mwaka 2026, ikiashiria 52.50% ya idadi ya wapiga kura waliojitokeza kushiriki. Yoweri Kaguta Museveni aliyezaliwa mwaka 1944 wilaya ya Ntungamo, Uganda, ni rais wa Uganda tangu tarehe 29 Januari 1986, ambapo kwa sasa ameapishwa kuiongoza Uganda kwa muhula wa 7 tangu kuingia madarakani. Kwingineko, wimbi jipya la machafuko ya magenge yamepelekea mamia ya watu kukimbia makazi yao katika mji mkuu wa Haiti. Machafuko hayo ya magenge yaliibuka mwishoni mwa wiki iliyopita katika mitaa kadhaa ya mji mkuu, ambapo watu hao wanadaiwa kukita kambi katika barabara iliyoelekea uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo. Hospitali katika mji wa Solel ziliohamisha wagonjwa wake na shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka la MSF limesimamisha kutoa huduma zake katika eneo hilo.
Polisi wanasema kuwa magenge hayo yametanua operesheni zake ikiwemo uporaji na utekaji nyara, udhalilishaji kingono na ubakaji hadi katika maeneo ya vijijini. Haiti haijawa na rais tangu kuuawa kwa Rais Jovenel Moise mnamo mwezi Julai 2021. Ripoti iliyochapishwa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM mapema mwaka huu ilisema kuwa machafuko ya magenge yamewapelekea watu milioni 1.4 kuyakimbia makazi yao nchini Haiti. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amekabiliwa na shinikizo zaidi baada ya wasaidizi 4 wa mawaziri na zaidi ya wabunge 60 wa chama cha Labour kumtaka ajiuzulu. Hii ni baada ya wito wake kwa chama chake na wapiga kura kutaka apewe fursa nyingine kupuuzwa. Katika hotuba aliyoitoa kwa wanachama wa chama chake, ambapo alikiri kuwa hajakuwa jasiri vya kutosha kukabiliana na matatizo yanayoikabili Uingereza tangu ashinde kwa wingi kura za mwaka 2024, Starmer hakuaridhisha wengi kutokana na ghadhabu walizokuwa nazo kwa kushinda vibaya zaidi kwa chama cha Labour katika uchaguzi wa mitaa wa wiki iliyopita. Na sasa wasaidizi 4 wa mawaziri wamesema wanaondoka kwenye nyadhifa zao wakiamini kuwa waziri mkuu huyo mwenye umri wa miaka 63 si mtu wa kukiongoza chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2029. Inaelezwa kuwa iwapo atajiuzulu huenda kukawa na ushindani wa uongozi ambao huenda ukadumu kwa wiki kadhaa au zaidi. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Qasim Stima. Shukrani Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. SMZ kutangaza ajira mpya kwa wauguzi ili kukabiliana na changamoto ya uhaba wa wataalamu katika sekta ya afya. TARURA wilaya Nyamagana wamesema mradi wa ujenzi wa daraja la Wamasai barabara ya Uhuru haujasimama. Na katika rubaa za kimataifa, Rais Museveni aapishwa kuiongoza Uganda katika muhula wake wa 7. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah paka majaliwa yake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefriami nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.